Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na kubwa zaidi nazungumza na wasanii ambao wana vingi juu ya sanaa zao ama juu ya sanaa yao ambao wamekuwa kiafanya kila kukicha. Nazungumza nao watufahamishe yale ambao binafsi ungetamani kuyafahamu. Kama kuna vitu ambavyo ungetamani kufahamu kutoka kwa wasanii hao, bila shaka Nyundo TV tunakwenda kukujuza. Na leo tunazungumza na miongoni mwa watu ambao wana kijiji chao kunako kazi tofauti za sanaa. Wapo watu ambao wamemwona kupitia kwenye tamthilia ya Kombolela, wapo watu ambao wamemwona kupitia kwenye tamthilia ya Noma, na wapo watu ambao wamemwona kwenye tamthilia ya Tufani, lakini pia kwa ukubwa zaidi wapo watu ambao wamemwona kupitia kwenye tamthilia ya Dunia ambayo inapatikana kunako YouTube channel ya Baba Asma. Yeye ni nani? Ni huyu hapa ambaye anakwenda kuzungumza naye. Na kama kuna sehemu zingine ambazo alipita lakini hatujafanikiwa kumuona, bila shaka tunakwenda kuzungumza naye. Yes, nazungumza na Tajiri Kisinza kama sikosei. Kisinza ndilo jina ambalo tumemfahamu kwa sisi ambao tunaifuatilia tamthilia ya Dunia. Jina lake halisi ni nani? Shehe wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema. Wewe Muislamu? Ya, mimi Muislamu. Leo ni Juma, tupo kwenye maandalizi ya kwenda kuswali Juma. Ya, ndio maana naona niko tayari kwa ajili ya kwenda kuswali swalatul Juma. Mashallah. Sawa, wengi tumekufahamu kwa ukaribu sana kupitia kwenye kazi hii ya Dunia season 2 ambayo inapatikana kwenye YouTube channel ya Baba Asma kwa jina la Tajiri Kisinza. Is it? Sawa, Kisinza. Ile jina limekaje sijui. Sawa. Ndio jina lako ambalo unalo wazazi wamekugea ama ndio jina lako la ukoo ama ni jina tu ambalo Baba Asma ameamua kugea? Tajiri Kisinza, yani Kisinza kama Kisinza ni jina la ukoo. Ni jina ambalo nilipewa na babu yangu. Yule ndo mwenye jina lake. Kwa kuwa mimi nilikuwa mjukuu wa kiume kwa upande wa mwanaume, kwa nikapewa lile jina. Yani kama nabeba ukoo fulani. Lakini Baba Asma kulijua hilo jina kwenye akaunti yangu ya WhatsApp nimeandika Kisinza Junior. Ya, toka siku ya kwanza nakutana na Baba Asma, yeye alianza kuniita tu jina la Kisinza. Baada ya kuniita jina la Kisinza akanambia, wewe una kitu wewe. Una kitu. Akamwambia basi sawa, ipo siku nitakupigia. Basi ikawa hivyo. Ulikutana wapi hadi kukwambia una kitu ipo siku nitakupigia? Tulikuwa tunafanya kazi moja ya Hussein Lugendo. Ya, kuna kazi yake moja anaandaa. Nadhani Allah akisaidia itaruka na watu wataiona. Kwa hiyo pale ndo nilikutana na Baba Asma. Tukazungumza mawili matatu, basi akanambia inshallah tutawasiliana. Baada ya siku kadhaa basi alinipigia simu akanambia, bwana kuna sehemu nataka uplay part. Nikamwambia haina shida. Baada ya kufika kanipa kipande nikaweza kuperform. Yeah. Sawa, wengi wamekuona kupitia kwenye kazi hii ya Dunia ya Baba Asma kama tulivyozungumza. Tuwakumbushe kwenye utambulisho, mimi nimesema kwenye baadhi ya kazi, kama kuna zingine ambazo nimezisahau unaweza kutukumbusha. Mbali na Baba Asma, wapi na wapi ambapo Tajiri Kisinza ameonekana? Safari yangu ya sanaa, aliyeona naweza nikafanya kitu ni kaka mkubwa JB. Yeah. JB nilizungumza naye, then baadaye akaniconnect na nadhani ni secretary wake yule Madam Clara. Yes, akaniconnect, akanambia kwamba atakupigia simu. Akanipigia simu, nikaweza kufika sehemu husika, nikacheza kama hakimu kwenye tamthilia yake ya Tufani. Yeah. Na nashukuru Mungu watu waliweza kunipokea. Yes, nadhani yule ndo amenitambulisha kwenye ulimwengu huu. Kwa maana kazi yako ya kwanza ni Tufani. Yangu ya kwanza nimefanya na JB Tufani kama hakimu. Ndio. Watazamaji wanaweza kupata picha hapo kama walishaye kumuona hakimu kwenye kazi ya Tufani ya kwake JB kupitia Jerusalem Film Company. Bila shaka Tajiri Kisinza ndiye alikuwa hakimu mwenyewe.
Mbali na Dunia na Tufani tumeshaona mbili hapo, nyingine ipi? Nyingine nimefanya Kombolela. Kwenye Kombolela niliplay kama mwenyekiti wa serikali za mitaa. Baada ya Dachina, yes, baada ya kufunga ndoa basi akawa kauza shamba lile. Ile pesa badala ya kugawana na ndugu zake, yeye pesa aliitumia kwenye sherehe, kitu ambacho nadhani hakuna ndugu ambaye anaweza akakubali. Kwa hiyo alimwijia juu na mdogo wake Baishe basi aliweza kumkanda vizuri tu. Baada ya pale sasa uongozi wa serikali za mtaa, serikali ya mtaa basi ikabidi tuitwe, ndo nika play part kama mwenyekiti wa serikali za mtaa wa Kimasichana, basi na nikaonekana pale pia. Tumepita kwenye Dunia, tumepita kwenye Tufani, tumepita kwenye Kombolela. Wapi pengine ambapo watu wamekuona? Kwenye Noma. Yes, Noma pia nimeonekana nikiwa kama bosi mpya wa Salma. Yeah. Baada ya kuweza kuachana naye yule nani wake, bosi wake yule au mpenzi wake, naweza ngasema hivi. Baada ya kuweza kuachana naye pale, nadhani hata nyinyi mmeangalia nyuma, amepitia magumu mengi. Kwa hiyo akakutana na mshikaji wangu Mr. John ambaye aliweza kumdirect kwangu akiwa na imani kwamba kwangu mimi angepata kazi moja kwa moja. Kwa hiyo nilimpokea Salma, na alikuwa na imani kwamba kwako ungepata kazi moja kwa moja. Unajua sio yeye tu, yani kwa watu ambao wamepitia magumu. Kazi sasa hivi zinahitaji sana connection. Ni tofauti na wewe uliyeandika barua na kuipeleka moja kwa moja ofisini, unatarajia kwamba utaitwa kwenye interview. Yule alishikwa mkono na inavyotafsirika, mtu akikushika mkono, hata wewe mwenyewe unaona kabisa hapa kazi nimepata. Kwa hiyo yule aliletwa na Mr. John ofisini kwangu, na niliweza kuongea naye na tukakubaliana vile, aliafiki. Kwa hiyo alijua moja kwa moja kazi kapata. Sawa, tumekuona kwenye Dunia, tumekuona kwenye Tufani, tumekuona kwenye Noma na kwenye Kombolela. Kuna nyingine ambayo washabiki naweza tukawaambia za tangu tumepita? Mzee wangu hajaweza kuniacha. Hajaweza kuniacha mzee wangu JB. Kwenye Zora pia nimeplay part pale. Lakini kipande bado hakijaruka. Exclusive hiyo. Muda wote kinaweza kikaruka, na mashabiki zangu wakanitizama wakaendelea kufurahi na mimi. Kifupi Tajiri Kisiza, wewe umepita kwenye kazi zote kubwa. Ukizungumzia Dunia ndio kazi ambayo kwa sasa hivi walao ilipo juu pale kwa upande YouTube. Ukizungumzia Tufani kwa msimu uliopita, kwa miaka kadhaa iliyopita ilichukua tuzo. Kwenye Kombolela the same, na Noma sasa hivi kama tunavyoona vile ambavyo vimekuwa Noma. Natamani nifahamu sana yako wewe walau kwa uchache, ilianzaje? Yaani ulijitambua vipi kwamba mimi ni msanii, au nani alikutambua mpaka imekuwa rahisi wewe kuonekana kwenye kazi zote hizi kubwa hizi ambazo sasa hivi zimechukua taswira kubwa kwenye mitandao? Mtu ambaye aliweza kugundua kipaji changu ni mama yangu mzazi. Mama yangu, unajua siku zote wazazi, yani mama ndio watu ambao wanakaa na watoto wao muda mrefu. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho nilikuwa nikipendelea kukifanya. Yeye aliniambia kwamba mwanangu, una kitu na ukikifuatilia utafika mbali. Yes. Kwa sababu kuna kipindi unaweza ukakaa, yani ile kuchekesha kufanyaje, sometimes mtu anakuwa serious ghafla. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni nadra sana mtu kuwa navyo. Kuna maneno ambayo yani sijapata chance ambayo director akaweza kunijua mimi ni nani. Mama ilikuwaje? Kwa nini ilikuwa rahisi kukufahamu? Mama alikuwa yupo kwenye sanaa ama? Mama alipita nyuma, way back. Mama alipita kwenye mambo ya michezo, mitaa, ngoma nini, kucheza. Unajua tena Kongo, mamangu mimi ni Mruba. Ni Mruba. Kwa hiyo ina maana wewe kwanza mwenye asili yako ni ipi labda? Mimi origin ya baba ni Msukuma.
Mimi ni Msukuma wa Geita, kijiji fulani kinaitwa wilaya Nyang'hwale Mbeya huko. Sanaa tulianzia kule ama huko Dar? Sanaa nimeanzia Dar es Salaam. Watu wa Geita wanafahamu kama tuna star wetu Dar es Salaam anatuwakilisha vizuri, kwa maana kwamba unajivunia na wewe? Watu wa Geita nadhani kwa wigo mpana bado hawajafahamu. Nadhani wanaweza kuwa wanampenda mtu lakini walikuwa hawajui, je, huyu bwana chimbuko lake ni lipi? Kuna ni miaka mingapi sasa tangu tuanze harakati za sanaa? Sina muda mrefu. Nakumbuka Tufani imeruka kwa mwaka juzi. Yes. Kwa hiyo sina muda mrefu kwenye sanaa ndio. Familia, watu huenda kama watamwona fahamu Tajiri Kisiza ni baba wa watoto wangapi, au hana hata mtoto, ameoa ama yeye masuala ya ndoa hataki kabisa kusikia, ama tusemeje? Mimi ni baba, ni baba wa watoto wawili, Saif na Omari. Yes. Wanafuata walau hao watoto wanafuata nyayo za baba yao? Sasa watoto wangu mimi wanapenda mpira. Japokuwa na mimi way back mpira nilikuwa nacheza. Yes, japokuwa sasa hivi mtu kimwambia mimi nilikuwa nacheza mpira hawezi kukubali. Hawezi. Lakini wanaonijua mimi wanaelewa. Kuna jamaa nilosoma nao chuo Kampala wanaelewa. Kuna rafiki yangu Yusuf Seleva anajiita Yajiz. Yule ananijua vizuri. Seth Moto anifahamu vizuri. Seth Moto yani mwanae anaitwa jina limenitoka kidogo, ila naye anafahamu, tumecheza naye sana Uganda huko. Familia inasemaje sasa? Watoto, ni mke na wengine na wazazi kama wapo, wewe kuingia sanaa wanajivunia kwa hiki, au wenyewe wanasema kama vile unatuzalilisha kwa yale ambayo unayafanya? Upande wa mama wangu mzazi amefurahi, anaenjoy. Yes. Hata mke wangu pia nilichukua muda na kukaa naye chini nikamweleza kwamba hiki ninachokifanya hakina uhalisia na kile kinachoonekana kwenye TV. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba kile unachokiona au kile ambacho utakiona ndio kitu ambacho mimi kimenijenga au ninacho. Hapana, pale nafanya kwa sababu ya kazi. Yes. Na director alivyonielekeza nifanye, ndivyo imetokea mimi kufanya vile. Kwa hiyo kuwa na amani. Kwa kuwa uliniamini toka mwanzo, hiki ninachokifanya sasa hivi hakiwezi kusababisha mapenzi yetu au hakiwezi kusababisha ndoa yetu kuingia katika mfarakano wowote. Nashukuru Mungu mke wangu ni mwelewa, basi aliweza kunielewa. Japokuwa napokea simu mbalimbali kutoka kwa ndugu jamaa. Wao wanamwambiaje? Mume unamkosa huyo? Wanamwambia kuna shemeji yangu mmoja alimpigia simu akamwambia, dada, kama mimi sikubali kwenye gari kwenye gari sikubali. Lakini yeye mwenyewe unajua roho ilishtuka, na hata wale ambao walikuwa wakimpigia simu ile mara ya kwanza hawa ananikataa kwenye gari, nazungumzia hiyo. Kwa hiyo alivyonikataa wakashuka kwenye gari kwa jazba, basi wote walishusha pumzi. Hamna kilichofanyika. Hamna. Kwa hiyo shemeji yangu mke wangu mwenyewe alivyoanza kuiangalia, na wakati anamaliza kuiangalia akasema kwamba nashukuru hakuna chochote kilichofanyika. Nimekataliwa. Lakini sasa walishindwa kujua nguvu ya tajiri au nguvu ya hela ni nini. Baadaye sasa hawa alivyopatikana wakasemaje? Hiyo sasa nadhani ilibaki siri ndani ya mioyo yao. Huwa hawaonyeshi mnapokuwa mmekaa labda sebleni, mnakuwa mmetazama, labda hawaonyeshi hisia zozote kuonyesha labda vile wanalizishwa au wanakelekwa na vile ambavyo unaviigiza kwenye zile sini zako, labda unampa hela hawa na vitu kama hivyo? Mke wangu waga anaumia. Ukimtazama kabisa unaona ameumia yani.
Lakini sasa mwisho wa siku namwambia bwana, hiyo ni kazi. Yaani anaumia, ana ule wivu, mtu mwingine anadhani kwamba ni kweli kinachotendeka pale, anambia hapana, behind the scene. Sometimes ukiwa location saa 8 ile saa 7 inabidi umpigie video call ya hakiki jawe kweli au wengi. Sije ikawa mzee baba umezunguka alafu ndo mnafanya kweli kwenye nanili, inakuwa sio sawa. Kuvuja kwa video zako ama video za wewe na Hawa kwenye tamthilia ya Dunia haijaleta shida wala kile ambacho kinasemekana kwamba Tajiri Kisinza mwisho wa siku kafanya na mtu kwenye gari, haijapoteza utu wako kwenye jamii, labda kwa yale ambao umeyafanya na Hawa kwenye gari? Hakijaweza kupoteza utu wangu. Yaani mashabiki tu wananiambia kwamba wewe tajiri noma, umewezaje kufanya kwenye gari? Lakini unaeleza tu kwamba director alihitaji hiyo jambo litokee kwenye gari na ikabidi mimi nilifanye kwenye gari. Na wengi najaribu kuambia ni kazi, kwa hiyo wanaelewa kile ninachowaambia. Uzuri wa mashabiki wanaelewa, ni tofauti na zile zama za zamani. Kumwelewesha mtu na kumwaminisha mtu inakuwa ni kazi, lakini kwa sasa watu wanapokupokea na unapokuwa unaongea nao wanakuwa ni wepesi wa kuelewa jambo fulani. Na nashukuru Mungu, mashabiki zangu wanafurahia na wanakuwa wananielewa kile ninachowaambia. Nje ya kuigiza, Hawa huwa unaishi naye vipi? Moja kati ya waigizaji ambao sini zako nyingi unaonekana wewe na yeye. Hawa ni msanii mwenzangu. Ni msanii mwenzangu, na Hawa mimi tumefahamiana naye kwenye kazi. Yaani nje ya kazi hatuna mahusiano mengine yoyote. Ni pale director tu anapokuwa amenipigia kwamba kesho bwana una shoot, basi nikifika location ndo nakutana na Hawa. Yes. Kuna ile mawasiliano kwamba tutaua sini yetu ama tujiandae vipi? Unajua inakuwa ni ngumu kuweza kuongea naye kwamba tujiandae vipi, kwa sababu yeye anakuwa hajui anaenda kucheza kitu gani, na mimi nakuwa sijui naenda kucheza kitu gani. Lakini mawasiliano, labda mimi nimeshafika location, yeye hajafika, naweza nikampigia, bwana vipi leo na shoot kwa mume wako Madevo au tunashoot wote? Tunashoot wote. Mimi nishafika, uko wapi? Basi nakuja hivyo. Kuna chochote ambacho umekiigiza kwenye, nazungumzia Dunia kwa sababu Dunia ndio tamthilia ambayo umeonekana wala kwa upana. Kuna chochote ambacho umeigiza kwenye tamthilia ya Dunia na ni uhalisia wa maisha yako kwamba kisha iko kutokea, labda zile songo mbingo za kumtaka Hawa namna fulani kumlazimisha mtu uende kwa mwanamke yote au labda kwa wife kabla tujampata na vitu kama hivyo? Na hapana, nataka niwatoe hofu mashabiki zangu. Kile ambacho nakiigiza kwenye Dunia ni matakwa ya director na jinsi scene ninavyotaka mimi nicheze, ila tukienda kiuhalisia mimi siko hivyo, na sijawahi kupitia changamoto yoyote ile hapo nyuma kwamba nimeweza kudu kwenye gari au nimeforce kingi design hiyo, hapana. Na wala cha mtu 3 ya voucher hiyo. Unajua, ukiachilia kwangu tu, siku zote wanakuambia mtu unayempenda huwezi kumnyima chochote. Kwa hiyo inatokea kwa mtu unayempenda, japokuwa ile ni sanaa, lakini kiuhalisia haijawahi kutokea. Nakutana na hili swali ngasema nikuulize. Kwenye kila kazi lazima utawekwa sehemu fulani ambayo mpinda wanawake ama mtu ambaye anatumia fursa kwa aliyokuwa nayo. Tumeona kwenye Noma Salma anakulalamikia, lakini umeshaanza kumpanga kwamba kuna kikao, itabidi unisindikize asubuhi tuamkie kwenye kikao. Nikajiuliza kwamba hiki kweli ni kikao hiki? Wengine wanasema bado kwenye kikao na mimi naomba niwepo walau niwe nagawa maji tu. Comment zinasema hivyo. Kwenye Dunia the same, vile ambavyo unamhitaji Hawa ni mtu ambaye unatumia fursa, tajiri kweli kweli. Kwa nini unaweka kwenye sini, kwenye character design muda wote? Siku zote madirector
huwa ili kuweza kunogesha au kufitisha stori yao iweze kwenda kama wanavyotaka au kama stori ilivyopangwa, lazima wachague mtu ambaye anaendana au kasti yake inaendana na muonekano wa ile stori. Sasa mara nyingi mimi madirector wanapokuwa wamenichukua, nadhani wanakuwa wameangalia muonekano wangu kwamba Kisinza tukimchukua tukamweka hapa ataendana na story tulioitunga na ataitendea haki. Ndio maana unakuta kwenye Noma nimeplay kama boss bila kupepesa macho. Wewe mwenyewe umeona pale ile nafasi nilivyojaa. Kwa hiyo Salma mwenyewe alipofika sema boss ndio huyo. Kwa hiyo niliuvaa uhusika nika play part kama bosi jinsi director alivyonielekeza, basi nikapita nayo. Na kwenye dunia unajua Baba Asma ni mtu ambaye hafanyi kazi na mtu kiushikaji. Ni mtu ambaye anachagua kitu ambacho ni sahihi kulingana na tamthilia yake inavyotaka na kulingana na ubora wa tamthilia yake. Watu wenye muonekano kama wangu ni wengi, lakini kulingana kwamba aliona mimi nafaa, basi alijua nitatendea haki akaniweka pale. Na ndivyo kama unavyoona kwenye dunia Tajiri Kisinza mpaka leo nimeaminika na watu wengi. Unaona mambo yanazidi kwenda vizuri. Kifupi kodi ya Kisinza ni tajiri, bosi amevimba, kaifungua Baba Asma. Baba Asma ndio mwanzilishi. Alivyonitizama akasema wewe kuanzia leo utaitwa Tajiri Kisinza. Sio tena Kisinza Junior. Sio Kisinza Junior. Kwa nini unajiita Junior? Lile jina ni la babu yangu. Na ni jina la ukoo, limebeba familia. Sasa ni kama mwenye jina lake baada ya kufariki nikabaki sasa mimi Kisinza. Sasa Junior si ni kadogo. Na watoto wewe wale ndo majunior wale. Yani kwenye familia mimi bado ni mtoto kwao. Saa kwa kuwa bado wakubwa zangu wapo na wanaendelea. Nikija kwenye familia yangu mimi sasa, mimi ndo naonekana ni baba, lakini hawa watoto pia hawajui ya wapi ya nyuma. Thamani ya lile jina lina thamani kiasi gani, lina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo Baba Asma ndo alikuja akalitoa lile jina, akatoa ile Junior, akaweka Tajiri Kisinza. Na ule mtu ana mambo mengi sana kichwani, muangalie tu vile. Ndio maana akajiita bichwa. Ile bichwa. Watu wanajiuliza Tajiri Kisinza ni tajiri kweli? Vile ambavyo wanaviigiza vimo, pesa ipo. Unajua siku zote mtu mwenye nacho huwa hawezi kujisifia. Mwenye nacho hawezi kujisifia. Nadhani wewe umekuja, tumeonana, hilo unaweza ukaliongelea. Bwana Tajiri Kisinza ni tajiri kweli bwana? Basi tunamshukuru Mungu. Azidi kuniongoza, azidi kunipa nguvu, azidi kunipa ubunifu na azidi kufanya watu waniamini. Kufanya kazi nyingi, mwisho wa siku basi tunaweza kufikia malengo ambayo nimeyaweka. Mkataba kwa Baba Asma upoje? Unakuzuia kufanya kazi na watu wengine, ama yule mtu ambaye anatamani afanye kazi na Tajiri Kisinza, milango ipo wazi na ruhusiwa kuja ama la? Baba Asma milango pale iko wazi. Hanizuii kufanya kazi na mtu mwingine isipokuwa kazi za YouTube. Lakini kwenye tasnia zingine niko free. Tutakwenda kwenye Noma, kwenye Mbolea. Upande wa kazi za YouTube kidogo director alisema nisifanye kwa sababu tayari nimeshafanyaje,
tumeshaanza kufanya kazi na yeye. Na mimi sikuona kama ni kuna ubaya wowote, kwa sababu mpaka kufika hapa yeye ndo kafanyaje jitihada zake mimi kufika hapa. Sasa leo kwamba tayari Mr. Nyundo TV mmeniona, nianze kujikweza kwamba mimi niko free, niko tayari, niko kufanya kazi na nitakuwa namkosea heshima. Kwa hiyo yani tukifanya ikafikia hatua dunia ikaisha, au ikafikia hatua mimi nikawa nimemaliza vipande vyangu, basi mimi nachosubiri pale anipe baraka zake. Baba Asma anipe baraka zake, tufanye kazi kwa amani, kwa heshima. Basi kitokeo cha pale sasa, kama atanirelease mimi nitakuwa na furaha sana. Sasa tuambie watu kwenye mitandao yetu ya kijamii, umekuwa na jina ambalo lina mitandao mingi, yani kwa maana mitandao, subhanallah, mitandao mingi ya kijamii inatumia jina lako. Akaunti zako ni zipi? Mashabiki zako sasa waje waseme Tajiri Kisiza anampata hapa. Akaunti yangu ya Facebook natumia jina la Idi Omari. Idi nikiwa na maanisha IDDY Omari yenye Y mwisho. Alafu Instagram natumia Tajiri Kisiza _01. TikTok natumia Tajiri Kisiza _1. Kameraman una swali lolote kuongeza? Kameraman anatamani afahamu kanzu tumenunua shilingi ngapi, mafuta hayo. Saa gharama yake kama hivyo. Hii kanzu 120,000. Saa niliyovaa ni 100,000. Alafu ni hivyo tu. Kwa kitu ambacho labda ungetamani uambie mashabiki zako? Mashabiki zangu, ninachopendelea kuambia kwamba wakae mkao wa kula, mambo mazuri yanakuja. Ndio kwanza, najua hata mtoto anapozaliwa hawezi kuanza na kukimbia, lazima atatambaa, lazima atatembea, atakimbia. Kwa hiyo vitu vizuri vinakuja, wasichoke, wasichoke na wawe na imani na mimi, na kile kinachoonekana kwenye TV sio uhalisia wa maisha yangu. Yani ile ni kwamba director kataka nifanye vile, basi na mimi natekeleza kama moja ya kazi. Ndio. Mimi nashukuru sana kwa time yako. Nashukuru sana. Bwana anasema yale ambayo anayofanya kwenye uigizaji wake ni vile ambavyo director ametaka, sio uhalisia, kwa maana kwamba maisha yake hayapo hivyo. Ndivyo ambavyo amemaliza ndugu yetu Idi Omari kwa watumiaji wa Facebook, lakini Tajiri Kisiza kwa sisi ambao tunatazama tamthilia ya Dunia na Instagram jina hilo sambamba na TikTok. Mengi tumezungumza, lakini kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake, kuanzia pale alipoanzia, yule ambaye amemtambulisha na zile kazi ambazo amezifanya. Amesema kuna tufani kama umefanikiwa kuiona ya JB tayari imeshakuisha, bila shaka umeshakutana na hakimu, ni yeye. Kwenye Kombolela amepita kama mwenyekiti kuamulia ule ugomvi wa Dachina na mumewe mara baada ya kukandwa na kaka yake Baishi. Kwenye Noma the same tunamuona sasa hivi ameanza kuchukua hatamu, amekwenda kama bosi wake mpya, na Salma mara baada ya maisha kumpiga, kuweka bleach kichwani, mwisho wa siku sasa ameamua kuomba kazi, kutuma CV, mwisho wa siku anakutana na Tajiri Kisiza ambaye ndiye bosi wake mpya. Kwenye Dunia kama unavyomuona, ukizungumzia Hawa huwezi kumzungumzia Hawa bila kumzungumzia Tajiri Kisiza. Hebu tuambie kwenye comment hapo vile ambavyo umemwona Tajiri Kisiza kwenye kazi zote hizi. Wapi ambapo umefurahishwa zaidi? Wapi ambapo umependa kile ambacho amekifanya? Msafara Mamba na Kenge Wakosi. Kama kuna sehemu yote ambapo ulichukizwa vile ambavyo Tajiri Kisiza amefanya, pia sema kwenye comment. Vile ulivyofanya hivi mimi sijapenda. Whether ulivyompa Hawa pesa fulani sijapenda, ama kwenye gari mimi sijapenda, atatafuta muda wake atakuja kusoma hizi comment na uwezi jua. Huenda kaongeza lolote kupitia comment yako. Mwisho wa siku nikwambie tu usisahau kumfollow kuna mitandao yake ya kijamii, usisahau kutufollow kuna mitandao yetu ya kijamii, usisahau kusubscribe YouTube channel ya Nyundo TV. Thanks for watching.